Mheshimiwa Rais, niruhusu niipongeze Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa uongozi thabiti na dhamira yake ya dhati katika kuendeleza kazi zenye staha kama msingi wa ukuaji jumuishi. Katika maendeleo ya ujuzi au skills development, tumeimarisha mifumo ya mafunzo kwa vitendo na elimu ya ufundi stadi, ikiwemo kuwajengea uwezo wa wakufunzi kote Zanzibar na kufikia zaidi ya vituo 50 vya mafunzo katika fani mbalimbali. Hatua hii inawezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika sokoni, na tunatoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili kuhakikisha tunaliziba pengo la ujuzi, yani skills gap, la sasa na kuhakikisha vijana wetu wanaajirika na hivyo kuchochea ukuaji katika sekta muhimu zinazoibukia kama vile uchumi wa bluu, utalii, miundombinu, mabadiliko ya kidijitali na kilimo. Mheshimiwa Rais, katika maendeleo ya ujasiriamali na uwekezaji na uwezeshaji wa vijana na wanawake kiuchumi, ILO inashirikiana kikamilifu na inashiriki kikamilifu kwenye mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa kwa Zanzibar, yaani Zanzibar Joint Program, unaolenga kukuza uchumi jumuishi, kuboresha mifumo ya chakula, kuimarisha ustahimilifu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na kulinda makundi yaliyo katika mazingira hatarishi. Sambamba na hili, tunaimarisha uwezo wa Mamlaka ya Mafunzo ya Ufundi Stadi kutoa huduma ya maendeleo ya biashara kwa kujumuisha ujasiriamali ndani ya mafunzo ya ufundi, hivyo kuwawezesha vijana, wanawake na vyama vya ushirika kutoka kwenye shughuli za kujikimu na zisizo rasmi na kwenda kwenye biashara endelevu, biashara shindani na zenye tija. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga kizazi cha wabunifu wa ajira na sio kizazi cha watafuta ajira. Mheshimiwa Rais, Shirika la Kazi Duniani linaendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali pamoja na vyama vya wafanyakazi na waajiri ili kuimarisha majadiliano ya utatu kama msingi wa usimamizi madhubuti wa soko la ajira. Tutaendelea kushirikiana na taasisi muhimu na za majadiliano kazini zikiwemo Bodi ya Kazi, bodi za mishahara na kitengo cha ushughulikiaji migogoro ya kazi ili kupanua upatikanaji wa haki za kazi. Mheshimiwa Rais, wafanyakazi, wageni waalikwa na mabibi na mabwana, uongozi wa nchi yetu katika ulimwengu wa kazi umeonekana katika ngazi ya kimataifa, na tunaipongeza nchi kwa nafasi yake kama mjumbe wa Baraza la Uongozi la Shirika la Kazi Duniani, yani Governing Board Member, ambapo inachangia katika utekelezaji na usimamiaji wa viwango vya kazi vya kimataifa na kuendeleza vipaumbele vya kikanda Afrika Mashariki na bara zima la Afrika. Shirika la Kazi Duniani linaendeleza dhamira yake ya kushirikiana na serikali pamoja na wanautatu na wadau wa kitaifa ili kuhakikisha juhudi hizi zinaendelea kuzaa matokeo ya ajira zaidi, kinga bora zaidi kwa wafanyakazi, taasisi imara na ukuaji jumuishi wa kiuchumi, kwa sababu wafanyakazi wanapofanikiwa taifa hustawi. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Mshikamano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hivi sasa siku hii inatumika kwa wafanyakazi, waajiri na serikali kukaa pamoja katika kutafakari mafanikio na changamoto zilizoko katika maeneo ya kazi. Kwa miaka mingi maadhimisho haya duniani yamekuwa ni siku ya kufanya fujo viwandani, kuharibu mali kwa madhumuni ya kuonesha hisia zao wafanyakazi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hapa kwetu Zanzibar hali hiyo haipo na hatutaki sisi wafanyakazi iwepo. Badala yake tunafanya kazi na tunaadhimisha kwa pamoja kama ilivyo, na tunategemea kuendeleza utamaduni huu miaka na miaka ijayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, niipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na Shirika la Kazi Duniani na waajiri na wafanyakazi kwa kukubali kupitisha mpango wa tatu wa ajira zenye staha uliowekwa saini katika mwezi wa pili mwaka huu. Niipongeze sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na mpango huo unaitwa mpango wa ajira zenye staha
ambao unahimiza katika masuala ya kuweka utaratibu wa kupatikana kwa ajira na ulinzi wa ajira, haki za ajira, mazungumzo ya pamoja na hifadhi ya wafanyakazi wakiwa kazini na baada ya kustaafu. Mheshimiwa Rais oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango huo unatarajiwa kuanza au umeshaanza tangu mwezi wa pili, na kwa maana hiyo ni imani yetu kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia kwa wadau wake, Wizara ya Kazi, Wizara ya Ajira, Ofisi ya Utumishi na wengine wataufanyia kazi kikamilifu. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka huu maadhimisho ya Mei Mosi hapa yameandaliwa kwa ratiba ndefu iliyojumuisha mambo 8 ikiwemo tamasha la michezo, kongamano na usalama na afya kazini. Tamasha la michezo lilifunguliwa na Mheshimiwa Gulam, Naibu Waziri wa Habari, na kufungwa na Mheshimiwa Dr. Riziki Pembe Juma, Waziri wa Michezo. Kulikuwa na kongamano ambalo lilifunguliwa rasmi na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Tumpongeze Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Kulikuwa na utaratibu wa upandaji miti ambapo Katibu Mkuu wa Wizara ya Kazi na Katibu Mkuu wa Wizara ya Makamu wa Kwanza wa Rais walikuwa wageni rasmi katika swala hilo. Kulikuwa na wiki ya kazi ambayo ilikuwa tarehe 13 hadi 17 iliyowapa nafasi wafanyakazi kwenda kuangalia na kueleza matatizo yake. Swala hili lilifanyika Kisonge. Mheshimiwa, kumekuwa na maonesho hapo nyuma, umeyatembelea, tunakushukuru sana. Na shule ya mwisho ni Kilele ambayo inaendelea hadi sasa. Tumwombe Mwenyezi Mungu atumalize shule hii salama. Tukupe shukrani nyingi Mheshimiwa Rais kwa jitihada zako za kutunza amani, kuimarisha uchumi na miundombinu na kila ambacho tunakiona ikiwemo fursa za ajira, kuimarisha haki za wafanyakazi, kurekebisha sheria zenye utata, pamoja na kulipa madeni sugu ya wafanyakazi yaliyokuwepo kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru vile vile kwa kuyatekeleza maombi mengi ambayo tuliyatoa mwaka jana. Yalikuwa maombi 14 na maombi 11 yametekelezwa, yamemaliza. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Aidha, maombi 3 yaliyokuwa yamebaki tayari Mheshimiwa Rais na serikali yake imeshatoa maelekezo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mambo ambayo nayo yameelekezwa ambayo yatatekelezwa nimeyataja, na mengine mengi kwa mujibu wa wakati na siku ya leo. Haya yote nakuhakikishieni kwamba yatamfika Mheshimiwa Rais mkononi kwake, na nakuhakikishieni kwamba atayafanyia kazi ambayo sikuyataja. Anayefuata wa mwisho katika kundi hili
Viwanja vya ndege. Haya, asante. Mshindi Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kwa mwaka huu wa 2026. Napenda kuchukua fursa hii kushukuru uongozi wa Shirikisho la Vyama Huru vya Wafanyakazi Zanzibar ZATUK kwa kushirikiana na Wizara ya Kazi na Uwekezaji kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mara nyingine kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya Mei Mosi. Aidha, naishukuru Jumuiya ya Waajiri Zanzibar hususan ZANEMA kwa mchango wao mkubwa katika kuimarisha uhusiano mwema kazini na kuchochea mazingira bora ya kazi na uzalishaji hapa nchini. Vile napenda kulishukuru Shirika la Kazi Duniani ILO kwa kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika utekelezaji wa programu mbalimbali za maendeleo ya kazi za staha, hifadhi ya jamii na kuimarisha utekelezaji wa sheria za kazi. Kadhalika na washukuru wadau wote wa sekta ya kazi kwa namna wanavyoipa ushirikiano serikali na kuhakikisha mazingira ya wafanyakazi nchini yanazidi kuimarika na kuwawezesha wafanyakazi kuwajibika vyema na kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, kwa vile huu ni mkutano wangu wa kwanza na wafanyakazi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, napenda kutumia fursa hii kukupongezeni wafanyakazi kwa kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na kwa kutumia vyema haki yenu ya kidemokrasia ya kuchagua viongozi. Aidha, nikiwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na kushukuruni kwa kukichagua kwa kura nyingi Chama cha Mapinduzi ili kiendelee kuongoza serikali zote mbili za Tanzania. Na kushukuruni sana kwa kunipa kura nyingi mimi binafsi katika uchaguzi uliopita. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la heri. Ahadi yangu ni kuendelea kuwatumikia kwa kuimarisha maslahi ya wafanyakazi kwa kuthamini mchango wenu muhimu kwa maendeleo ya taifa. Katika kufanikisha maadhimisho haya, na washukuru wafanyakazi na nyote mlioshiriki katika kilele cha siku ya wafanyakazi duniani ambayo kwa uzito na umuhimu wake huadhimishwa katika mataifa yote duniani kila ifikapo tarehe mosi ya mwezi Mei. Mei Mosi ni siku ya kihistoria duniani kote inayotukumbusha harakati za wafanyakazi kupigania haki, usawa na heshima kazini. Kwa upande wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, siku hii huwa ni jukwaa muhimu la kusikiliza sauti za wafanyakazi, kutathmini utekelezaji wa sera za kazi na ajira na kuweka dira ya kuboresha mazingira ya kazi. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, kupitia maadhimisho haya ya Mei Mosi, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wafanyakazi wote wa Zanzibar kwa mchango wao mkubwa sana katika kuimarisha uchumi, kutoa huduma kwa jamii na kukuza sekta za uzalishaji. Ni dhahiri kuwa mabadiliko ya kiuchumi yanayoendelea nchini na mafanikio ya taifa letu katika kila sekta yanatokana na juhudi zenu za uwajibikaji, nidhamu, kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na uzalendo. Napenda niwahakikishie kuwa serikali inatambua na kuthamini kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi wa sekta ya umma na sekta binafsi, na kwa pamoja
tutaendelea kushirikiana na vyama vya wafanyakazi ili tuendelee kupata ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili wafanyakazi nchini hatua kwa hatua kama ambavyo umeshaelezwa na walionitangulia. Nimefarijika sana ya vikao vilivyofanyika vya wadau wa utatu wa masuala ya kazi, yaani serikali, ZATUK na ZANEMA katika kutatua changamoto za masuala ya kazi kwenye kikao nilichokifanya na viongozi wenu kilichofanyika Ikulu tarehe 22 Aprili mwaka huu. Nawapongeza kwa kuendelea kukutana kila robo mwaka kupokea, kujadili na kutatua changamoto za mambo ya kazi. Nimefurahi kujulishwa kwamba changamoto 24 kati ya 29 zimechukuliwa hatua. Kwa hakika hii ni hatua ya kujipongeza katika kuimarisha haki na maslahi ya wafanyakazi katika dhana ya ushirikiano wa utatu. Nawapongeza sana Wizara ya Kazi, ZATUK, ZANEMA na wadau wote husika kwa juhudi zenu za dhati za kuzipatia ufumbuzi changamoto za wafanyakazi na waajiri. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, tunajivunia mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika sekta ya kazi tokea serikali ya awamu ya 8 ilipoingia madarakani mwaka 2020. Serikali imefanikiwa kuboresha maslahi ya wafanyakazi kwa kurekebisha na kuongeza mishahara ya wafanyakazi, kufanya mapitio ya posho na marupurupu ya wafanyakazi, pamoja na kuimarisha mafao ya hifadhi ya jamii na kufanikisha kuanzishwa kwa mfuko wa bima ya afya kwa wafanyakazi wote pamoja na familia zao. Serikali pia imefanikiwa kuimarisha ajira kwa kuanzisha miradi mbalimbali kwa vijana, kupanua sekta mbalimbali kwa kuanzisha miradi ya uwekezaji iliyowezesha upatikanaji wa ajira kwa vijana na kukuza ujasiriamali kwa kutoa mikopo isiyo na riba kwa vijana na makundi mengine katika jamii. Kwa lengo la kukuza elimu na ujuzi wa wafanyakazi, serikali inaendelea kutekeleza mpango wa mafunzo kwa wafanyakazi ili kila mfanyakazi awe na weledi wa kazi anayoifanya. Kwa hakika ufanisi katika kazi unategemea elimu bora, hivyo ili mabadiliko ya utendaji kazini yawepo, ni lazima watendaji wawe na elimu na ujuzi wa kutosha unaoendana na kazi zao. Na waomba watumishi wote wa kada zote wajiendeleze zaidi kielimu ili nchi yetu isonge mbele zaidi kimaendeleo. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, katika kuhakikisha tunapunguza tatizo la ukosefu wa ajira nchini, serikali inaendelea kuchukua hatua za utoaji wa mikopo nafuu kwa wananchi, hususan vijana na wanawake, ili waweze kujiajiri. Tokea kuanzishwa kwa mpango huu mwezi Machi mwaka 2022, serikali kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi hapa Zanzibar, yaani ZAEA, imeshatoa mikopo isiyo na riba na yenye masharti nafuu yenye thamani ya shilingi bilioni 53.9 kwa wananchi 32,369 katika programu za Inuka, Abu Dhabi Fund na programu za makundi maalum, yaani 442 na mifuko mingine mbalimbali. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, tunapoadhimisha siku ya wafanyakazi duniani, napenda kutumia fursa hii kupongeza kazi kubwa na muhimu inayofanywa na wadau wa vyama vya wafanyakazi katika kulinda na kutetea haki za wafanyakazi, pamoja na kuwakumbusha wajibu wao wa kufanya kazi kwa bidii, nidhamu na uadilifu, kwa kuzingatia kuwa haki na wajibu ni watoto pacha, na hivyo lazima viende sambamba kwa kila kimoja kupewa uzito unaostahili. Ahadi yangu kwenu ni kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora na rafiki ya kazi pamoja na kuimarisha stahili za wafanyakazi kwa lengo la kukuza uwajibikaji na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yenu. Nina furaha kuwajulisha kwamba tathmini ya kuhakikisha kwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi imekamilika. Hivyo napenda kutumia fursa hii, kabla sijaenda huku, basi labda niseme kupitia risala yenu
yale mambo machache ambayo yamebaki kama yalivyoelezwa hapa yako katika hatua nzuri. Wafanyakazi wa serikali waliotumikia chini ya miaka 10 kutopatiwa kiinua mgongo, ili jambo litakwisha hivi karibuni. Aidha, swala la kikokotoo na wale wanaostaafu mapema wakifikia umri wa miaka 55 nao watapata stahili zao zote stahiki. Na hili la wafanyakazi kushiriki kwenye kamati za management na kamati za uongozi tumeshalitolea maelekezo, litatekelezwa. Kwa hivyo nadhani zile changamoto tutakuwa kwa kweli tumezifanyia kazi inayostahili. Lakini kuna maombi hapa. Maombi yaliyotolewa ndani ya risala yalikuwa 7. Moja, nasema naomba nyongeza ya mishahara. La pili, nasema nyongeza kwa sekta binafsi katika mishahara vile vile. Serikali zingatie tofauti ya mishahara katika mashirika ya serikali, ili nalo lipo. Posho za kutunza siri zina utofauti mkubwa ndani ya serikali yenyewe. Posho ya mazingira magumu kwa wale wanaofanya kazi vijijini na katika visiwa vyetu vidogo vidogo izingatiwe. Lakini vile vile zifutwe kanuni zinazokwenda kinyume na sheria, ambazo sheria zipo lakini huwa zinatungwa kanuni zinazokwenda kinyume. Na la 7, Wizara ya Mawasiliano imarishe ufanisi wa mitandao ili tatizo linalopelekea wafanyakazi kuambiwa kwamba system iko down limalizike. Nimeyapokea maombi haya yote. Baadhi yao yanatekelezeka mara moja, lakini baadhi yanahitaji muda kidogo tuyafanyie kazi. Sasa nikija kwenye upande wa mishahara, napenda kutumia fursa hii kuarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa bidii na uadilifu. Aidha, uamuzi huu unaenda sambamba na dhamira ya serikali ya kuboresha mazingira ya kazi na kuhakikisha kuwa watumishi wanapata stahili zao kwa wakati. Natoa wito kwa watumishi wote kuendelea kufanya kazi kwa juhudi, nidhamu na uzalendo ili kuleta maendeleo endelevu kwa Zanzibar. Wizara ya Kazi imekamilisha zoezi la tathmini ya kima cha chini cha mishahara kwa sekta binafsi. Hivyo naiagiza wizara hiyo kukamilisha utaratibu uliobakia na kuutangaza rasmi. Serikali itaendelea kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa maslahi ya watumishi yanaendana na hali halisi ya uchumi na mahitaji ya wananchi. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira hasa kwa vijana, serikali katika mwaka huu mpya wa fedha imetenga nafasi za ajira 7,500 pamoja na kuimarisha stahili nyingine za watumishi. Kwa hivyo sio kima cha chini tu, kutakuwa kuna nyongeza za mishahara kwa ngazi zote kama zitakapotangazwa baadaye kwa mujibu ya miongozo ya utumishi wa umma. Aidha, katika kuhakikisha sekta ya hifadhi ya jamii inaendelea kusimamiwa, serikali imekamilisha kuziunganisha kupitia mfumo taasisi zote zinazohusika na malipo ya mishahara na michango inayowasilishwa ZSSF ili michango ya wanachama iwasilishwe kwa pamoja badala ya kila taasisi kuwasilisha kivyake. Hali hii imekuwa ikichelewesha uwasilishaji wa michango ZSSF na pia kusababisha makosa mbalimbali yanayosababishwa na watendaji. Kwa kiasi kikubwa makosa hayo yanaathiri muda wa upokeaji wa kiinua mgongo. Kwa hivyo kuanzia sasa
tutafanya kwa mfumo na yote yatawasilishwa pamoja, sio kila taasisi kivyake. Kwa upande mwingine, serikali kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar imeshakamilisha rasimu ya sheria, ambapo sheria hiyo imezingatia mambo mbalimbali yaliyokuwa yanalalamikiwa, ikiwemo malipo ya kiinua mgongo kwa wastaafu wa hiari. Baada ya sheria hiyo kupitishwa, hakutokuwa tena na makato kwa wanaostaafu mapema. Ndugu viongozi na ndugu wafanyakazi, kwa mara nyingine tena napenda kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha siku hii, na washukuru tena kwa mchango wenu katika ujenzi wa taifa letu. Natoa shukrani maalum kwa kamati ya maandalizi, washiriki wa maandamano, msomaji wetu wa utenzi, brass band ya chuo cha mafunzo, pamoja na wote waliochangia katika kufanikisha shughuli yetu ya leo. Nasema asanteni sana. Natumia fursa hii kutoa pongezi kwa wafanyakazi bora ambao tumewatunukia vyeti maalumu na zawadi katika sherehe hizi za Mei Mosi mwaka huu. Hakika utaratibu huu unaongeza hamasa ya uwajibikaji na kuwapa ari wengine nao wajitahidi ili tuwazawadie katika miaka ijayo. Wito wangu kwenu wafanyakazi, muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa bidii, maarifa, uadilifu na uzalendo, huku mkitanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Nawapongeza kwa kauli mbiu ya mwaka huu wa 2026 inayosema upatikanaji wa haki, maslahi na mazingira bora ya kazi ni msingi wa uwajibikaji, nidhamu na maadili ya wafanyakazi. Wito wangu, tuzingatie na kufanyia kazi maudhui ya kauli mbiu hii. Ni viombe vyama vya wafanyakazi mshirikiane na serikali pamoja na waajiri ili kuhakikisha tunaongeza tija kwenye maeneo yetu ya kazi kwa manufaa ya taifa na wafanyakazi wenyewe. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii na uzalendo, na tuendelee kujenga taifa lenye haki, usawa na maendeleo kwa maslahi ya mustakabali mwema wa nchi yetu. Nikutakieni nyote kila la heri na maadhimisho mema ya sikukuu ya wafanyakazi duniani. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Alafu zinakuja zote mbili. Haya, zawadi nyingine hiyo inaletwa Mheshimiwa.